Wanasema habari Dr. Samani, mimi ni kijana mwenye miaka 24. Nina matatizo mawili. La kwanza, huwa nikiamka asubuhi uume wangu hausimami, na tatizo la pili, wakati wa tendo uume huwa unalegea na hausimami tena. Tatizo hili lipo kwa miezi 6 sasa, hivyo ninaomba msaada wako. Okay, karibu ndugu mtazamaji, karibu kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii. Kwa majina naitwa Dr. Kuboja, ni bingwa wa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Huyu ni moja ya vijana ambao walibahatika kuweza kunitumia swali na kuniambia kwamba yeye ana miaka hiyo 24 lakini hana uwezo wa kuweza kusimamisha uume pindi anapoamka asubuhi. Of course, mwanaume yeyote lijali, muda wa asubuhi lazima uume uweze kusimama. Especially tunapoamka asubuhi, mkojo unakuwa umekubana. So uume lazima uweze kusimama. Na hiki ni moja ya kitu ambacho kinaendelea kupotea kila siku. Maanake wanaume wengi wanaendelea kupoteza hii hali. Na sio huyu tu, wapo wengine ambao chini ya umri wa huo na zaidi ya umri huo ambao wana experience hii changamoto, kwamba hata ule muda wa asubuhi pia hasimamishi uume kama ambavyo inavyotakiwa, na akisikia watu wanaongelea habari ya kusimamisha anashangaa. Lakini pia kesi ya pili, anasema wakati wa tendo uume huo unalegea na hausimami tena. Tatizo hilo lipo kwa miezi 6. Uume kuishiwa nguvu wakati wa tendo, yani wakati wa ule wa mwingiliano baina ya uke na uume, pale kunapokuwa na mwingiliano, kuna vitu viwili ama vitatu. Cha kwanza, kuna kitu kinaitwa hofu wakati wa tendo. Hofu wakati wa tendo, ama kitaalamu tunaita sexual anxiety, ambayo mwanaume anaweza kawa nayo. Kwa hiyo inawezekana ana hofu ya kushindwa kuweza kumfurahisha mwanamke. Inawezekana na hofu kwa sababu kuna siku alishiriki na huyo mwanamke, au alishiriki kwa mwanamke mwingine akashindwa kuweza kumridhisha. Kwa hiyo anakuwa na hofu kwamba anaweza akaperform vizuri. Ni moja ya vitu ambavyo vinawasumbua wanaume wengi sana. Na hofu muda mwingine inajengwa na negativity. Negativity maana yake ni yale maneno ambayo hasi, ambayo aidha aliweza kupokea. Huenda kuwa mwanamke ambaye alishindwa kuweza kumfurahisha wakati ule aliongea maneno ambayo yaliyokuwa ni ya kumkashifu, maneno ya kumabuse, ya kumdhalilisha kihisia, jambo ambalo ilimpelekea kama mwanaume akaingiwa na uoga, akakosa ujasiri. Na nimekutana na wanaume ambao wanaogopa mpaka hata kushiriki tendo la ndoa. Kwa nini? Kwa sababu anaona kabisa aliposhiriki amekutana na hii changamoto. So mwisho wa siku anajiona, mbona kama nimeingia katika aibu? Je, nikishiriki na mwanamke mwingine pia hapa inakuwaje? So hali hii pia kitaalamu ikiendelea kwa muda mrefu, tunasema kwamba huyu mwanaume pia atakuwa na shida ya uume wake, uume ama misuli ya uume wake kushindwa kuweza kustahimili tendo kwa muda mrefu, hali ambayo sasa mwanaume wa hivi tunahitaji kuweza kumsaidia kimatibabu. Mwanaume wa aina hii tunahitaji kumsaidia kimatibabu. So nini kifanyike? Cha kwanza, anatakiwa aweze kupata ushauri sahihi, namna gani ya kuweza kujitibu hili tatizo, namna gani pia ya kuweza kupata msaada wa kisaikolojia kuweza kuondoa hii anxiety ambayo alionayo. Anatakiwa pia aingie katika program maalum, namna gani pia ya kuweza kubadilisha mfumo wa maisha, mtindo wa vyakula anavyokula, ajue nini anatakiwa kuweza kufanya kurejesha na kurudisha wanaume wake kama ilivyokuwa hapo awali. So matibabu ya Dr. Kuboja almost yanachukua mwezi mmoja. Nataka kusema mwaka mmoja. Yanachukua mwezi mmoja. Ndani ya mwezi mmoja mhusika ataanza kuona mabadiliko, na changamoto aliyokuwa nayo polepole pia itaanza kupotea. So niendelee kutoa rai kwa wanaume, niendelee kuongea na wanaume wengi ambao wana experience changamoto hii, ya kwamba hili ni tatizo ambalo linatibika.
usiruhusu ukakaa na hii changamoto kwa muda mrefu. Inawezekanika tukakutibu na mwisho wa siku ukakaa vizuri kabisa. Mwanaume ambaye unapitia hali hii, unapitia changamoto hii, naomba tuwasiliane katika namba ifuatayo: 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako.